ni washukuru wenyeji wetu na hasa ni shukuru bodi ya msikiti na uongozi mzima wa msikiti kwa kutualika sisi sote, na mimi ni katika jumla ya hao walioalikwa kuhudhuria katika jambo kubwa hili la ufunguzi wa msikiti wetu. Nadhani itakuwa sio kuzindua, kwa sababu kuzindua ni jambo la mwanzo, kufungua ndio itakuwa sawa. Iftitah sio tadhishin, wala tadhishin bali na kuna iftitah. Leo tuko katika iftitah hapo, ufunguzi wa msikiti, kwa sababu msikiti umekamilika. Unazindua nini? Msikiti shakuwa kamili na umekamilika kwa 100%. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi kubwa walioifanya, na nimpongeze pongezi za kipekee Ustadhi Ismail Suleiman ambaye alikuwa ananikera, na yeye anajua mimi niko msibani, nimefiwa na ndugu yangu, lakini amenikefya mpaka kalazimika jana kusafiri. Nimeingia saa 6 usiku hapa kwa ajili ya kuliwahi jambo hili. Mwenyezi Mungu ampe kheri yeye pamoja na wenzake inshallah, pamoja na mzee wetu nazungumza maneno mazuri hapa, lakini pamoja na sisi sote kwa jambo kubwa hili ambalo amelifanya. Ilikuwa ninafanya ujanja waseme watu wengi, mimi nisiseme. Amesema Sheikh Isa Athmani, kasema Sheikh Athman Maalim, kasema Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kasema waziri wetu, naibu waziri wetu, maneno mazuri. Lakini tukafanya kampeni aseme na mwenyekiti wa Tanga na mjumbe wa NEC Sheikh Rajab Abdurrahman, lakini tukaona muda hawishi, muda bado unaonekana mwingi, tukaona na mjumbe wa Baraza la Ulama Sheikh Ali Geruke naye aseme. Ni kazi yangu ndogo, ni kazi ya kufungua, na tuwawasia tu kwamba na ni kujengea juu ya maneno ambayo yamepita kuelezwa na mashekhe waliotangulia, haswa ugonjwa ambao ni daul udhal, ugonjwa usiokuwa na dawa. Sisi tutafutie dawa. Ugonjwa usiokuwa na dawa, sisi tutafutie dawa. Ugonjwa gani? Magomvi ya msikitini. Msikiti ukijengwa ukakamilika, ukawa umepata decoration kama hii na kama sura hii tunayoiona ya msikiti kama huu, alafu ikatokea mawazo na fikra nzuri sana za kuweka vitega uchumi, maana yake ndio tumeanza mwanzo wa kuleta ugomvi katika msikiti. Misikiti yote ambayo imelalamikiwa hapa na kuelezwa na Sheikh mkoa, ukiangalia yote, nje kuna maduka, nje kuna project ambazo zimewekwa, kuna visima vya maji, watu wanauza maji, nasababisha kupatikana ugomvi mkubwa, na watu ikawa ile lengo lilokusudiwa kujengwa msikiti linapotea. Sasa nasaha yangu mimi leo kwa ufupi, nadhani kuna haja ya kubadilika. Tubadilike sasa, tuache fikra hizi za kugombea mali za msikiti, kugombea mapato ya msikiti. Walioweka ile miradi walikuwa na fikra nzuri ya kutaka kuendesha msikiti usio na taabu, na hayo ni mambo yanakubalika, wala hana matatizo yote. Msikiti uweze kujiendesha, kulipa umeme, kulipa maji, kulipa walimu, kulipa maimamu. Hayo ndio makusudio. Lakini kuangalia vile namna ya usafi, tanzifu almasjid, kuweka makapeti mengine yakiwa yale yamechakaa, na kazi kama hizo ndio makusudio ya kuweka ile miradi. Lakini miradi inageuka kuwa ni ugomvi. Pana nini kwani? Pana nini? Mbona kuna ugomvi? Nini maana yake? Na mbona kabla ya miradi
ilikuwa watu wanaishi vizuri, wanaswali tu, watu wanajaa misikitini baada ya adhana. Lakini baada ya kuwa kuna miradi, msikiti unageuka kuwa ni msikiti wa ugomvi. Kuna nani? Haya ni mambo ambayo Waislamu yanatia aibu katika Uislamu. Takiwa lazima tuangalie kwamba tukiweka miradi, kusudio la kuwekwa miradi na walioweka, ikiwa ni bodi ya msikiti au matajiri mbalimbali wamejitolea, makusudio yao ni kutaka kuufanya msikiti usiwe na tabu, kwa sababu msikiti una mahitaji yanahitajika katika msikiti. Kuna kulipwa kila kitu, walimu watakiwa kulipwa, maimamu watakiwa kulipwa, kila kitu kinahitaji kuwe na mali. Tutapata wapi? Tuweke miradi. Lakini baada ya kuwekwa mradi, inakuwa kama umewekwa uadui tena, umewekwa vitu vya kufanya watu wagombani, na hali ya kuwa moja ya kazi za msikiti ni kusuluhisha watu. Tuangalie wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjid An-Nabawi Al-Sharif ulikuwa ndio kituo kikuu cha Uislamu duniani, lakini ilikuwa ndio chuo kikuu cha kwanza duniani. Chuo kikuu cha kwanza duniani ni msikiti wa Mtume wetu Muhammad. Watu wanafundishwa mambo mbalimbali, wanafundishwa dini, wanafundishwa maisha, wanafundishwa uaskari, wanafundishwa ushujaa, wanafundishwa namna ya kutoa, watu wasiwe mabakhili, wanafundishwa namna ya mambo ya kijamii. Lakini mashauri yanapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume anatatua mashauri yale ndani ya msikiti. Kwa msikiti ni kituo kikuu kwa Waislamu, kwa mahala ulipojengwa ule msikiti. Na tunasema wakati wa Mtume ilikuwa ni kituo kikuu sana cha Uislamu, cha mwanzo, lakini pia ni chuo kikuu cha kwanza katika dunia. Chuo kikuu cha kwanza, kila itakavyokuwa wewe unataja chuo kikuu, hakuna chuo kikuu kama chuo kikuu cha Mtume Muhammad. Na chuo kikuu cha Mtume Muhammad ilikuwa ni msikiti ule Al-Masjid An-Nabawi Sharif kule Madina, Al-Madinatul Munawwara. Kulikuwa na watu wako mle, kazi yao kumtaja Mungu, kazi yao kusoma ilmu, kama wale Ahlus Suffa. Walikuwa na wakuta pale wanaokwenda kuhiji Maka wakifanya ziara kule Madina, kuna sehemu ambayo walikuwa nakaa hao Ahlus Suffa. Watu wakifundishwa mambo yao, wakitatuliwa matatizo yao. Ndio mahala panapotegemea, ndio markaz ar-raisi ambayo inachunga Uislamu, inalinda Uislamu, inaonesha alama ya Uislamu. Alama ya Uislamu ni kuonekana misikiti. Hapa msikiti tumeujenga mzuri, hii ni alama ya Uislamu. Hata mtu awe mjinga kiasi gani au asiye Muislamu kabisa, akipita barabarani akaangalia upande wake wa kuume, kama anatoka upande wa nyuma au anatoka upande wa mbele, hata upande wa kushoto, ataona msikiti, atasema hapa pana Uislamu na hapa pana Waislamu, na ile ni alama ya Waislamu. Hayo ndio mambo yatakiwa yawepo, lakini sio Waislamu kugombana kwa ajili ya msikiti. Na kuna watu wanachekesha, kuna watu wengine walikuwa wao hawako katika miaka 3-4 nyuma, kwa sababu wamebanwa na kazi zao. Baada ya kuachishwa kazi au kustaafu, ikawa hawana cha kufanya ila kuja msikitini, kuwa wanakaa msikitini tu. Walitakiwa wafanye kazi ya itikafu, kaa itikafu na kusikiliza darsa za mashekhe. Tumeleta mashekhe hao vijana kabisa, wanasomesha, wakae wasikilize Mungu anasema nini, Mtume anasema nini, fiqh inasemaje, unaswali vipi, swala yako inaharibika vipi. Akifusa imamu wafanyaje? We mtu wa nyuma, mnajua kufusa? Yaani akitokwa na namna mbaya kidogo mtu, wewe wafanyaje maamuma, na imamu anafanyaje? Mambo ndio kusoma hayo, mashekhe wapo atakusomesheni. Lakini mtu huyo anaanza kuzungumza management. Hapa hakuna management mzee, hakuna kabisa, watu ovyo ovyo tu, kuna management. Kwa hiyo hapa lazima ufanye utaratibu wa kuweka management. Alafu anakuwa mtu wa mwisho kutoka msikitini yeye. Watu wakishamaliza wameswali sunna zao, wamemtaja Mungu, wanaona uende katika ile fantashiru fil ardh, yeye anabaki msikitini na watu wawili watatu. Hapa hawezekani.
anatengeneza kikundi chake, anawazungusha watu wake, wanaanza kutengeneza fitna ya kufitini bodi ya msikiti, kufitini viongozi wa msikiti, kuharibu mazingira yaliyopo pale. Kimuuliza, basi sisi tulipokuwa kule wakati mimi Daktari Mwimbili ilikuwa sio mambo ya mchezo wewe kukuta ujinga huu. Sasa huko kwenye sindano. Hapa tuna mambo mengine, hapa tuna kitabu Allah wa sunnatu rasuli. Ndio tuliokuwa nao sisi, hata kutuambia mambo ya huko bwana. Yanatufaa wapi sisi? Na mimi nilipokuwa wizara ya utalii, nilipokuwa wizara ya nini? Kila mmoja anaelezea ataka kwa ile management ya kula ile msikitini. Huku kuna mambo yake na kuna management zake na kuna utaratibu wake. Kwani katika Uislamu hakuna management? Ipo. Sasa wewe kwa nini utuletee mambo yako ya vidonda kule utuletee hapa? Atafanya fujo mpaka watu watia akili mbaya, afu itatokea kundi kubwa, watu watajikata pande. Msikiti utaanza vurugu. Lazima hapa uchaguzi, lazima hapa hivi, lazima hapa hivi, mpaka fujo inapatikana na vurugu inapatikana, na ule umoja uliokusudiwa kuletwa na msikiti, kuletwa na darsa za mashekhi katika msikiti, ule umoja wote unakuwa umevurugika, na lengo la kuwafanya wamoja watu katika msikiti linakuwa limevurugika. Na hiyo ndio sehemu kubwa iliyoko sasa hivi kwa Waislamu. Takwimu walioitoa Sheikh wa mkoa nadhani inamitosha kuelewa vurugu ziko za kiasi gani, na kila vurugu utaona namna hiyo. Kuna msikiti mmoja pale ameuzungumza Sheikh wa mkoa, mwingine uko pale Jangwani, ule ni pesa tu watu wanataka, serikali itakupitisha mambo yao mengine na uhusiana maendeleo ya serikali na jamii. Wamekubaliana kwamba basi msikiti utapewa sehemu nyingine au ufidiwe. Jalla jalalu. Kumekuwa na ugomvi wa uwezekani, ndio huo ambao Sheikh wa mkoa amelazimika kuja na Sheikh wa wilaya ofisini kwangu kule Bakwata makao makuu. Na yeye ilikuwa ni kundi la mwisho umelita, lakini kulikuwa na kundi la kwanza limesema hivi, kundi la pili limesema hivi. Nikamwambia kwani kuna nini? Hamswali. Pale unajua kuna pesa zitaka kutolewa ngaona. Maneno haya. Kwa Waislamu, hata hizo pesa za msikiti zitakusaidia nini? Sitakuwa ni hela ndogo tu. Hao watu walivyokuwa wengi ndani humo, maimamu nani, hata ukizigawa hizo pesa unapata shilingi ngapi? Mambo kama hayo hakuna, hayafai jamani. Kule Maka na Madina, Khadimul Haramaini Sharifain ndio anajenga msikiti wa Maka na Madina, na ujenzi wake hauishi, kila siku unajengwa. Hata sasa hivi ukienda utakuta msikiti unakarabatiwa. Ni fungu maalum linatolewa, na yale majumba yote kando ya haramu ya Maka na Madina, ile ni mradi alioweka mfalme. Ile pesa inayopatikana ni kwa ajili ya kutunza msikiti na kutengeneza msikiti. Yale majumba yale unaoona, mahoteli, watu wenye pesa zao wakienda ndio wanakaa na nini, zile pesa zote zinatengeneza. Si ndio maana matajiri na bodi za misikiti ziliamua ziweke miradi? Mbona mnatusumbua? Lakini mimi nimeona jambo lingine Sheikh wa mkoa linalosumbua ni kutengeneza msikiti afu tukaweka vidole. Ya tukatengeneza msikiti alafu watu wote wanaweza wakasema, wanaweza wakabisha. Lazima kuwe kama kijitaasisi fulani, watu wale ndio wanaweza wakasema na kuendesha. Wewe unakuja kuswali tu basi. Thumma takhruj min ayi babin shita. Hii ndio kwa safi. Lakini tukisema kwamba mtu mwingine yuko kule, mimi nataka kuuliza, mbona Sheikh una koti nzuri na ulikuwa hunalo wewe? Lakini baada ya mambo haya tunakwenda na koti nzuri, hujachukua hela za msikiti wewe? Naona iwe kuna trusteeship ambayo inatengeneza kama taasisi. Wao ndio wanasimamia taasisi ile ya msikiti huo. Wanaulizwa wao, ndio masuulun, ndio wenye kuhusika wao. Mambo yamekwisha. Wewe ukija tu usalli tahiyat al-masjid, Allahu akbar, unajiswalia, unajizolea thawabu zako, ukishamaliza hutakiwi kuuliza. Hata kule Maka nani anayeuliza? Sisi sote tunakwenda bwana, tunamuuliza mtu pale, jamani nyinyi watu wa Maka vipi, mbona? Na sisi Waislamu pia, sisi pia Waislamu tunataka kujua mbona kwendaje hapa, mpata kuona hiyo. Hawezekani. Kuna mipango yake na kila kitu chake. Mwaka jana katika hija alikuja mshauri wa mfalme wa Morocco kuja kuhiji.
Akasikia na mimi niko kule, akamwagiza mtu nitafutwe, nenda nikaona naye. Nikaenda nikaona naye katika hayo majumba ninayozungumza mimi. Katika hayo majumba nikaenda nikaona naye, tukateremka kusali asri pamoja. Kwa heshima yake yeye alikwenda, alipewa nafasi kusali pale anaposalisha imam. Pale anaposalisha imam pale Makkah. Sudaisi alikuwa. Basi mimi nikaenda kuona naye, tukasali pamoja pale. Tukasali pamoja. Lakini wakati kwenda kuna watu wenye maskari, baba unakwenda wapi wewe? Haukuhusu. Kuonesha kuna watu maalum wamepewa kazi, wao ndio wenye kuhusika na msikiti ule. Bwana wewe mufti wa Tanzania basi. Imeeleweka. Tumeswali, tumetoka pamoja. Mpaka baadaye nikaona kuminyana na watu mshake tutakuja kusukumwa bure. Itakuwa mambo mazuri. Nikaa najirudisha nyuma hivi. Anapogundua mimi niko nyuma ndio wananifuata, bwana jamaa yako huko, kumbe usikae nyuma, wanakuja kunichukua wenyewe na nipeleka kule. Wale ndio wenye kuhusika na msikiti brother. Umeeleweka Lakini sasa ilikuwa kila mmoja anaweza kunyoshiwa kidole, kila mmoja. Nimeona matatizo ni hayo. Matatizo ni hayo tu. Kwa mfano leo utakuja msikiti wa Bakwata makao makuu. Wewe unatakiwa kuswali maskini. Swali, itikafu, omba dua zako, soma, pumzika, fanya vyovyote utakavyo, kisha baadaye unatoka na kwenda zako, lakini huna mamlaka ya pale. Mamlaka ya pale ni Bakwata. Na mimi ndio imamu mkuu na ndio mwenye mamlaka ya pale. Na kuna watu ambao wanaendesha idara ya pale wako maalum. Hata sasa hivi kuna maimamu wawili wametoka Moroko wanakuja kwa ajili ya tarawehi. Inatakiwa misikiti sasa ibadilike, lakini ikiwa kila mmoja anaweza kunyosha kidole, hatuwezi kwenda kutokana na hizi fujo. Hizi fujo hazina hal, hazina ufumbuzi. Ufumbuzi wake ni kutengeneza mambo ya kama taasisi au kama ni msikiti fulani, basi unasajiliwa kwa watu ndio wanakuwa na mamlaka, wao ndio wenye kuulizwa. Na ikiwa kila mmoja ndio haiwezekani. Hata nchi haiwezi kuongozwa na watu wote, lazima ni watu fulani ndio wanaongoza nchi. Na kwa sababu tumewapa, tunawaachia waongoze nchi. Umeeleweka Simba hapo? Na hata Uislamu huwezi kuongozwa na watu wote. Ndio kuna baraza kule Uislamu Bakwata na nini. Na kuna taasisi nyingine zote zinaongoza mambo, lakini tunakuwa nazo katika kuelekezana. Haya ndio mambo yatakwenda. Naona Sheikh mkoa nimekupa njia katika misikiti yako 100 na ngapi? 32. Misikiti 32. Nadhani nimesikia yenye matatizo. Na huko Kigamboni 4. Kuna misikiti 4, mmoja sasa hivi ndio tumeupata ni huu hapa. Mimi wasia wangu tutuacheni magomvi misikitini. Na tuziache zile sababu zinazoleta ugomvi ziendelee kwa ajili ya vipato vya msikiti bila ya ugomvi. Na wale waliopata redundancy au waliostaafu katika makazi yao, wao waendelee kuswali kama kawaida bila kuleta fujo msikitini. Waachieni wenye kusimamia msikiti wafanye shughuli zao bila ya matatizo ili mambo yaende vizuri. Lakini na wewe usio na lengo la kwamba unataka uwenyekiti, unataka ukatibu, kwa sababu pesa zitakazopatikana utaweza kutia mkono ukadokoa ukajikimu katika maisha. Hakuna masala kama hayo katika Uislamu. Kwanza utakula moto. Siku moja nilifika mahala fulani, tukakuta pale, baada ya kuzungumza kidogo, mtu mmoja akanyosha kidole. Mufti, na jambo. Kama jambo gani bwana? Na mimi shamaliza mawaidha. Na jambo nataka unijibu. Ambia, huyu imamu wetu wa hapa tunataka uondoke naye wewe. Imamu mzuri ametuswalisha, sauti nzuri, raha kabisa. Tunaona raha, tumeswali nyuma yake bwana. Sema hata uondoke naye. Kwa sababu gani? Amekula pesa zote, karibu 200,000 zote amekula. Nikaona tatizo hapa. Nikamuuliza yule imamu, bwana umekula 200,000? Akasema ndio. Sawa. Nikamwambia, Waislamu nyinyi kwani mnampa nini huyu? Sababu huyu ana mke, ana watoto, ana kila kitu. Mnampa nini? Sema hakuna cha kumpa. Sasa kachukua haki yake. Mimi katia mkono ndani ya jumba langu nikatoa 200,000 nyingine. Nikamwambia zile 2 ulizokula na kuongezea nyingine 2 ziwe 4, zile 2 hazitoshi. Alafu nikamwambia wazee wa msikiti, njoni tukae tuzungumze habari ya imamu. Tukakaa tukazungumza kwamba lazima alipwe na nyinyi mna deni. Toka mwaka mliomwajiri hapa mna deni kila mwezi. Kumpa posho ita posho wala sio mshahara.
apewe huyu imamu. Tukakubaliana, mambo yakawa yamekwenda na imamu akaendelea na uimamu wake. Kwa hiyo mimi nimetaka kuzungumza hilo tu, lakini niwapongeze, niwashukuru, mmetuongezea msikiti tena wa kiwango mzuri, unapendeza. Tumefurahi sana kama viongozi. Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Na msikiti huu umehudhuriwa, umepata bahati ya kuhudhuriwa na watu, na mheshimiwa naibu waziri na mneki hapa amehudhuria, mashekhe mbalimbali amehudhuria, Sheikh Athman Maalim yupo kutoka Zanzibar. Lakini sura zinatosha, ukimtazama mtu tu unajua kuna namna watu wa psychology wanasomesha na nini. Sisi ukisoma dini unajua tu, unakuwa na psychology moja kwa moja, unajua, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameeleza moja katika Qur'an. Ameelezea nyuso Mwenyezi Mungu zinazonyiritika kuonesha nyuso nzuri. Sasa unamtazama mtu uso, tunajua huyu mtu mwema. Mtazama mtu uso, tunasema hapa pana kivumbi hapa. Hao ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Lakini watu hapa nimeona ni watu wema, watu wa kheri. Endeleeni na habari za hapa. Mwenyezi Mungu atawabariki na Uislamu utakwenda mbele. Na watu wengine ambao tumekuja, tuna misikiti, tuige. Hapa tumekuta kuna msikiti mzuri, kuna sehemu ya kina mama, kuna sehemu ya madrasa, na kuna sehemu nyingine ya juu ya wanaume vile vile kuswalia nzuri, na kuna sehemu ya kusoma watoto wa kiume na sehemu ya kusoma watoto wa kike. Kuna na ofisi na nini. Hii imekuwa jambo zuri. Kuna vyoo vizuri vya kiwango. Kwa hiyo tukirudi katika misikiti yetu tujaribu kuikarabati ikae vizuri, ipendeze. Hili ndio jambo ambalo linafaa, ili wageni hata wakija wasitoe makosa. Baada ya kuzungumza haya, kwa sababu wakati umekwenda mbele, naomba Mwenyezi Mungu ajalie ili jambo liwe jambo la kheri. Naam. Sasa hapa pana ombi la Ijumaa, lakini nilikuwa namuuliza kwanza Sheikh wa wilaya, Sheikh Abdallah Hadrami, kwamba hakuna misikiti mingine. Akasema ipo, inajaa. Akasema inajaa mpaka watu wanaswali nje. Sasa kama kweli inajaa mpaka watu wanaswali nje, na huyu ni shekhe wangu wa wilaya na anasapotiwa na shekhe wa mkoa, basi na hapa tunaruhusu pafunguliwe Ijumaa, paswaliwe Ijumaa kwa ajili ya kuwafanya Waislamu wapate swala ya Ijumaa pamoja na maayadi mbalimbali wataswali hapa inshallah. Baada ya kuzungumza hao, namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie somo zetu kuwa ni somo makbul, na tulipe malipo makubwa ambayo amewaandalia wenye kufunga. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.